Tumeendelea kupokea fedha kufanya miradi mbalimbali. Naomba nianze na halmashauri ya wilaya ya Mbulu. Katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, mwenyekiti, halmashauri yetu imepata mafanikio yafuatayo. Naanza na halmashauri ya wilaya ya Mbulu. Halmashauri yetu wilaya ya Mbulu imepokea jumla ya shilingi bilioni 1,415 za uchaguzi mkuu wa mbunge, rais na madiwani. Naomba tupige makofi mengi sana. Na tukumbuke kwa mara ya kwanza mwaka huu serikali yetu inafanya utekelezaji wa uchaguzi wa kutumia pesa zetu za ndani. Mwenyekiti, naomba tupige makofi serikali yetu na rais wetu. Ndugu mwenyekiti, halmashauri yetu ya wilaya imepokea shilingi milioni 200 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba na madawa katika hospitali yetu ya wilaya, kituo cha afya Dongobeshi na zahanati ya Endakichani. Lakini pia tumepokea shilingi milioni 150 kwa ajili ya ukamilishaji wa madarasa. Lakini katika kipindi hicho, ndugu mwenyekiti wetu wa chama, halmashauri yetu ya wilaya kwa ujumla imepokea shilingi bilioni 2 na milioni 644 wa utekelezaji wa madarasa, wa miradi ya madarasa, shule, nyumba za walimu, zahanati, ukamilishaji wa miradi na vitu vingine vingi. Halmashauri yako ya mji Mbulu imepokea jumla ya shilingi bilioni 4 milioni 146 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi. Nani kama Samia? Jamani, sauti zenu hazitoshi. Nani kama Samia? Katika halmashauri hiyo pia, katika fedha hizo tulizopokea, nitaje machache yaliyopokelewa. Tumepokea shilingi bilioni 1 na milioni 100 kwa ajili ya fedha za uchaguzi. Naomba makofi mengi sana kwa serikali yetu. Lakini pia tumepokea shilingi milioni 100 kwa ajili ya manunuzi ya dawa na vifaa tiba kwenye hospitali yetu ya wilaya, na hivi vifaa vimeshafika, wakati wote kuanzia sasa vitatumika. Lakini pia tumepokea shilingi milioni 200 kwa ajili ya ununuzi wa madawa, vifaa tiba na vitendanishi kwenye zahanati zetu za Balgishi, Boboa, Gendamal na Silaloda, na venyewe wakati wote kuanzia sasa vifaa hivi vitafika. Wito wangu na ombi langu kwa viongozi wa chama, mheshimiwa madiwani na viongozi wa serikali, vifaa hivi vikatumike kama vilivyotarajiwa kufanyika. Ofisi yetu ya mkuu wa wilaya imeendelea kuratibu na kutoa vitambulisho vya kitaifa maarufu kwa jina ya NIDA. Lakini mwenyekiti, baada ya kufanya zoezi hili tumeona kunayo changamoto. Wengine hawana kutokana na usumbufu. Ofisi yetu ya mkuu wa wilaya inakuja na programu maalum na itaanza muda si mrefu. Badala ya wananchi kuja ofisini kwetu, sasa tutaanza kwenda kwenye maeneo ya wananchi. Tutawafikia kwenye levo zao za kata na makao makuu ya tarafa. Na kituo tutachoanza nacho mpaka sasa, mwenyekiti wa halmashauri ya vijijini amechangamkia fursa chapu na mheshimiwa mbunge wake wameanza kuwachukua watu. Kwa hiyo tutaanzia Haidom, na kushukuru mheshimiwa mbunge, na kushukuru mwenyekiti wa halmashauri, na kushukuru na diwani wa kata ile. Hawa mabwana wataanzia pale, na ratiba hii itaendelea kwenye maeneo yote ya kata zetu. Nitaomba tu kupata taarifa kata gani itakuwa tayari, tutawaleta. Na vitambulisho hivi mwenyekiti tutavitoa kwenye maeneo ya kata pale badala ya wananchi kuja huku. Nani kama Samia? Makofi mengi kwa serikali yetu.